Hii ni Maisha Kamili. Tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Karibu sana ndugu mtazamaji katika hitimisho la robo sasa. Siku ya mwisho kabisa ya robo ya kwanza. Yes. Basi kabla ya kuanza tuweze kupata ombi. Tunakushukuru Mungu wetu wa mbinguni kwa namna ambavyo umetubeba robo nzima hii na somo kuu ambalo nataka tuone upendo lakini pia na haki yako. Sasa leo tunapoenda kuhitimisha, tunaomba bado hekima yako, tunaomba neema yako, tunaomba kibali katika kujibu swali kabisa. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Amen. Basi tunapohitimisha tuende kwenye maswali yatakayoamsha tafakari. Tuanze na Wakorintho wa kwanza sura ya 13 fungu la 4 mpaka 8. Hili ni shairi la upendo ambalo Paulo anaandika. Ametoka kuzungumza habari ya vipawa, uwepo wa Roho Mtakatifu, huduma mbalimbali kupitia vipawa, kupitia huduma mbalimbali, vipawa kama njia ya kuonyesha upendo wetu kwa Mungu na kanisa lake, kulijenga kanisa lake. Lakini sasa anataka kusifia upendo kwamba inatakiwa ndio mafuta yanayosukuma injini. Na sasa anasifia upendo na kwa maneno haya naomba tusome sasa. Upendo huvumilia, ufadhili, upendo hauhusudu, upendo hautakabari, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, haufurahii udhalimu, bali ufurahii pamoja na kweli. Huvumilia yote, huamini yote, hutumaini yote, hustahimili yote. Upendo haupungui neno wakati wowote, bali ukiwapo unabii utabatilika. Inatutosha. Swali. Shairi hili, sifa hizi za upendo zinatupatia picha ya aina gani, aina ya watu ambao tunaweza kuwa kama tutatembea katika upendo wa namna hii? Tunaweza kuwa watu wa namna gani? Unajua kuna mtu anaweza kusema huyu anashika sheria, alafu unasema huyu anaenda kwa upendo. Nadhani picha mbili tofauti. Sasa huyu anayetembea na Korintho wa kwanza 13:4 mpaka 8 tunaweza kuwa watu wa namna gani kama tutatembea katika sifa hizi za upendo huu? Kwa kweli kwa nilivyosikia katika hizo sifa za upendo, inaonyesha upendo ni kwanza ni mtu ambaye hajipendi nafsi yake yeye. Kwa lugha nyingine, yani ndio picha kubwa ambayo nimeipata ya kwanza. Hajipendi nafsi yake. Ukiangalia pale hajivuni. Yaani kitu ambacho hutaki kufanyia wewe. Sasa yule mtu anaona kabisa, yani ni selfless. Yaani siwe kiuchoyo. Mimi ndio nimepata. Amen. Sawa. Ni ya kujitoa. Kuvumilia yote. Kuamini yote. Uhesabu mabaya. Ushakuwa kwenye kanisa ujumia ambayo watu wanaenda kwa sheria, vigezo na masharti. Kanuni. Kwanza wanavumiliana. Uvumilivu hamna. Sema upendo ufunika wingi wa dhambi. Nadhani ni wa aina hii. Hivi kanisa au jamii ya namna hiyo inaweza kuwa ya namna gani yani? Hebu tupate picha. Kanisa inaweza kuwa ya namna gani? Jamii inaweza kuwa amani, imetulia na haki. Nuna ipo kweli umoja? Watu hawezi kununia na kupo. Tunakula chakula kwa furaha. Bingo. Potluck. Eden kabisa. Eden. Nadhani tunaalikwa kuangalia tena. Yaani unajua lazima tunyanyue macho tuangalie hii picha ambayo Mungu ametucholea, ambayo ndio sura yetu hasa katika Kristo Yesu. Twende la pili. Hivi kitu gani kinachotofautisha kondoo
na mbuzi katika Mathayo 25:31 mpaka 46. Mathayo 25:31-46 anasema, hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake. Na mataifa wote yatakusanyika mbele zake, naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Atawaweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njooni mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Kwa maana nalikuwa na njaa mkanipa chakula, nalikuwa na kiu mkaninywesha, nalikuwa mgeni mkanikaribisha, nalikuwa uchi mkanivika, nalikuwa mgonjwa mkaja kunitazama, nalikuwa kifungoni mkanijia. Ndipo wenye haki watakapomjibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona una njaa tukakulisha, au na kiu tukakunywesha? Tena ni lini tulipokuona mgeni tukakukaribisha, au uchi tukakuvika? Nini tena tulipokuona mgonjwa na kifungoni tukakujia? Na mfalme atajibu akawaambia, amin amin nawaambia, kadri mlivyotendea mojawapo wa ndugu zangu walio wadogo mlinitendea mimi. Kisha akamwambia wale waliokuwa mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaaniwa, mwende katika moto wa milele aliowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Kwa maana nalikuwa na njaa msinipe chakula, nalikuwa na kiu msininyweshe, nalikuwa mgeni msinikaribishe, nalikuwa na uchi msinivike, nalikuwa mgonjwa kifungoni msije kunitazama. Ndipo pia watajibu wakisema, Bwana, ni lini tulikuona wewe una njaa au na kiu au mgeni au uchi au mgonjwa au kifungoni tusikuhudumie? Naye atawajibu akisema, amini nawaambia, kadiri mtendea mmoja wapo wa hao walio wadogo hamkunitendea mimi. Na hao watakwenda zao kuingia katika adhabu ya milele, bali wenye haki watakwenda katika uzima wa milele. Haya, swali kinachowatofautisha mbuzi na kondoo, maana wamo anasema mwe na hekima kama nyoka, kama nyoka, wapole kama hua, wamevaa ngozi za kondoo, lakini ndani ni mbwa mwitu. Haya, siku ya mwisho wanawekwa wazi, lakini kumbe tunaweza kuanza kuyajua hata matunda yao mapema. Tofauti ya kondoo na mbuzi kwa lugha ya kibibilia, tofauti ya mbuzi kulingana na hii Mathayo, mbuzi ni wenye imani isiyokuwa na matendo, na kondoo ni wenye imani iliyo na matendo. Kwa sababu wanamwamini Kristo na wanatenda yale Kristo aliyotenda. Ukiwa mgonjwa, Kristo aliwahudumia wagonjwa, aliwatembelea. Wenye njaa, Kristo aliwalisha, na waliochoka aliwashika mikono. Kwa hiyo unapomtembelea mgonjwa, unapoomba naye, unakuwa kondoo. Unapoonyesha matendo ya huruma, okay, unakuwa kondoo. Lakini unapokuwa na imani bila kuonyesha matendo ya huruma, namwamini Yesu, nampenda Yesu, hapo ni kelele, unapiga kelele. Kwa hiyo unakuwa mbuzi, na mwisho wa siku ndio utaonekana hujafanya kitu. Tofauti. Nikisoma katika Mathayo 25 kuna neno moja amelitumia, nyinyi wenye haki na nyinyi msio haki. Responsibility. Yaani hawa wakashika ile Mika 6:8, wale wa kwanza kondoo, tenda mema, haki, kuleta usawa, kuleta udhalimu. Tuliona Yakobo 2 siku ya jana Alhamisi, Yakobo 2, huyu mwenye amekuja mavazi yamechakaa, au jamaa anamwambia hebu wanaonyesha, lakini walikuwa wanaonyesha huruma, anasema hebu njoo kae miguuni pa au simama hapo. Lakini ameingia mwenye amevaa dhahabu na nguo za thamani, anaonekana anazo.
Endelea. Akapewa heshima, kiti ya heshima. Anachotaka hasa alichokuwa ana address Yesu katika hii Mathayo 25. Anatuita sisi leo hii pia tuweze kuonyesha huruma ambayo na sisi tulionyeshwa. Namna ambavyo Kristo alituonyesha sisi tungali katika Warumi anatumia neno tungali, Kristo akaja akatufia. Akatoka katika nini? Sasa na ile tuna extend na sisi rehema yake ile. Usawa ule ambao tumeonyeshwa na sisi tunaonyesha pia kwa nani? Kwa jirani yangu yule mhitaji. Asante. Hivi nini tulikufanyia? Sawa. Na kaswali kingine hapa na mnisaidie wakati mnajibu hapa nikakazaliwa. Haya, mimi ninasaidia maskini, wahitaji, kwa sababu nakumbuka Yesu na mimi alikonitoa. Narudisha fadhila. Sawa. Lakini pia kuna mwingine hapa tunapisha naye huko kwenye korido za hospitali. Amjui Yesu, anaenda kupeleka msaada. Sawa. Amjui huyu Yesu wa msalabani. Na anafanya si kwa sababu Yesu alikufa kwa ajili yake sijui nini na nini. Inawezekana ni kwa sababu anataka sifa kwa jamii, yani kama sifa kwa jamii, huruma. Yani wewe huwezi kuwa na pesa tu alafu watu wasikii unatoa msaada. Yani niseme hana sababu kama nilionayo. Sawa. Ya kwamba mimi narudisha fadhili zinazoonyeshwa kwa Mungu. Anataka aonekane. Ila ana sababu nyingine. Hiyo nimetoa tu mfano. Anaweza kuwa na sababu zingine tu zake kwa nini anatoa. Lakini ni matendo ya huruma. Vipi siku hiyo atakuwa kwa upande wa mbuzi kondoo? Atakuwa mbuzi kondoo. Basi anatoka kwa nia njema. Au tumwekeje? Maana tunataka tujue na yeye anamtoa kwa nia njema. Yeye sio kumtukuza Mungu kivipi? Sio kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Yeye anatoa kwa sababu zake. Sawa. Okay. Atakuwa upande wa mbuzi kondoo. Kwa sababu zake ni kujazie kwamba ili aonekane ameenda hospitali, ili inawezekana ni hiyo au sio. Kama ile aonekane na yeye ameenda hospitali, kama ile aonekane na yeye anazo, sio nia njema. Lakini mwisho wa siku amemwona mgonjwa. Naye atapongezwa kidogo. Atapongezwa. Lakini tunataka tujue kwa nini anafanya hivi, kwa sababu sisi tunafanya. Unajua, naomba wala usiogope. Mimi nakumbuka Yesu alizungumza vizuri tu straight, akasema ukifanya namna hiyo utapongezwa na makofi na hizo kamera utakazopata, utapongezwa na watu. Sio ile siku ya mwisho. Maana anasema hukunifanyia mimi. Yeye hajamfanyia Kristo. Hii imekaje? Imekaa vizuri. Turudi kwenye theme au mada kuu ya wiki hii. Tunaunganishaje ambapo anasema amri kuu tena ya kwanza, pende Bwana Mungu wako. Ya pili, pende jirani yako kama nafsi yako, lakini pia kama nilivyokupenda mimi. Haya, hii Mathayo hawa ambao ni kondoo wanaitimizaje hapo? Tunaunganishaje? Unaoanishaje? Hawa kondoo wanaitimizaje kumpenda jirani yao? Kwa kumpenda Mungu. Nilikwisha kuongea hapo mwanzo. Rehema hiyo iliyoonyeshwa na Mungu nao pia wanaionyesha kwa nani? Kwa jirani yao. Ile iliyoonyeshwa na in fact tulisoma pia fungu anasema fanyeni hivyo pia kwa nani? Kwa rafiki zenu. Waraka wa kwanza wa Yohana. Tunaitwa na sisi kuonyesha huruma pia. Amina. Tukasema kumpenda Mungu ni kumpenda jirani, na kumpenda jirani ni kumpenda. Kwa hiyo unataka uniambie hata kama mimi sio Mkristo, lakini nimeenda kutoa msaada, nimeguswa na huruma, huyu ni binadamu mwenzangu, hana chakula, huyu ni kiumbe cha Mungu, kinahitaji msaada. Naweza nikawa ni mmoja kati ya wale watakaopongezwa siku ya mwisho.
Sawa, sijasikia habari za Yesu na sio Mkristo. Hujasikia habari za Yesu. Na hata kama nisikie, lakini sijafunuliwa hadi nimpokee kama Bwana wangu. Lakini yani ninapomuona mgonjwa, ninapomuona ninaona kiumbe cha Mungu, ninaona mtoto wa Mungu, ninaguswa nimsaidie. Je, nitahesabika kama mbuzi au Mungu anasema mimi sikujui tu? Hapo unahesabiwa kama kondoo. Umeungana na Mungu katika kupenda ulimwengu. Maana alipenda ulimwengu akatoa mwanae. Haleluya. Hapo umenigusa. Naomba nisome Warumi 12 hapa, fungu la kuanzia 12 hapa. Kwa wote waliokosa pasipo sheria watapotea pasipo sheria. Na wote waliokosa wenye sheria watahukumiwa kwa sheria. Kwa sababu sio wale walisikia sheria walio wenye haki mbele za Mungu. Sawa kabisa. Bali ni wale waitendao sheria watakaohesabiwa haki. Kwa maana watu wa mataifa wasio na sheria wafanyapo kwa tabia zao yaliyo ndani ya Torati. Hao wasio na sheria wamekuwa kwa nafsi zao wenyewe. Yaliyo ndani ya Torati ndio nini hayo? Yaliyo Torati yote upendo. Na ndani ya upendo kuna nini? Kuna sheria, kuna huruma, neema, haki yote. Haleluya. Hapo umemaliza yote. Ninabarikiwa. Kwa hiyo ndio maana siku ile ya mwisho watakuwa surprised, wengine wanasema what? Lini tulipokuona? Wengine hata hawakubatizwa ubatizo wa maji mengi. Mbona huyu tulikuwa tukumuona kanisani na hata sabato ya siku ile hawakushika. Ila matendo ya huruma walionyesha. Inawezekana wao ndio watakuwa ni mmoja kati ya wale watakao. Amen. Hapo mmenibariki. Sasa ya mwisho naomba kila mmoja atoe pendekezo. Tunawezaje tukafanya nini katika sisi kama jamii ya waume? Tukaishi sheria hii, tukatimiza sheria hii kwa msaada wa Roho Mtakatifu ndani, kama Kristo alivyotupenda. Hii ya huruma kwa jamii, hitaji kama tulivyojaribu. Toa pendekezo concrete, yani mambo ya moja kwa moja tunaweza tukafanya. Nadhani tulishawahi kuzungumza na tumerudishwa tutafakari zaidi juu ya jambo. Kila moja sentence moja tu. Tuwe na utaratibu wa kutambua wanaohitaji huruma. Tujue kwamba fulani sehemu fulani anahitaji huruma yangu. Nikishamtambua nimwonyeshe huruma. Anaweza akawa anahitaji fulani, basi nimfikie kwa hitaji hilo. Naweza nisiwe na uwezo wa kumnani, lakini nikishamtambua nitawatafuta hata wenye wanaoweza kunisaidia kumfikia. Amen. Wazo zuri kabisa. Mimi nitarudi pale na wiki hii tumeona. Hii sheria nihitaji mimi nijiangalie mimi ni nani. Nijiangalie kwenye kioo. Mimi ni huyu mtu ambaye amekombolewa na Yesu Kristo. Mimi natakiwa niishi hivi. Narudishaje fadhila? Narudishaje fadhila? Ninatakiwa niende nikatende haki. Yaani kama Kristo alivyotenda haki, nami vile vile alivyoweza kuwahurumia wengine, nami sheria ile nitaka pia niende nikawafanyaje, nikawasaidie. Yaani narudi pale ubinafsi. Niwe tayari kuondoa ubinafsi wa mafuta. Tusoma Wakorintho wa kwanza. Upendo sio nikumbatie. Ila upendo niseme sasa, upendo unibidishe ndani yangu. Nikatoe kama nilivyotoa. Bila kuwa na mentality kwamba nitapungukiwa. Ninaamini kwamba sio sababu nipate zawadi, ila nibidishwe kwa ule upendo, nibadilishwe kwa ule upendo ambao utanipeleka mimi kwenda kutoa kama Mungu alivyomtoa Yesu Kristo mwanae. Amen. Ninadhani tumshukuru Mungu kwa masomo mazuri ambayo tumefurahia wiki 13 robo nzima. Tunaenda kuwa na mfululizo mwingine mpya mzuri, masomo mengine, lakini labda zaidi ya kumshukuru Mungu tuseme hivi. Rafiki yangu, ikiwa kama una imani, unamjua Mungu, unamwamini Yesu, unamjua Mungu, safi. Hata shetani naye anamjua,
tena ashakutana nao, walikuwa pamoja na akisikia jina lake anatetemeka. Sio wakati mwingine watu wanahubiri masokoni huko tunapita na habari zake, yeye anatetemeka. Tofauti ambayo Mungu anatamani aione kama tunamjua yeye kweli kweli ni kile ambacho hata shetani hawezi kufanya. Tuonyeshe huruma ambazo ametuonyesha. Hakuna ujanja, hakuna kukwepa. Ama vipi hatumjui Mungu? Basi mimi naamini hili ndio ambalo Mungu ametupatia katika 13 hii. Upendo una haki, lazima tutimize haki yake. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, umeshafanya yote, umetimiza haki yako, tena ukatuhesabia sisi ni watoto wako ambao tulikuwa tustahili, ili tu tuweze kuonyesha huruma ulizotuonyesha, kutimiza haki ya upande wa pili, kwamba hata sisi kama sisi tumenufaika na wengine pia wanufaiki kama ulivyotunufaisha kwa msamaha wa haki na upendo. Sasa Baba, tunaomba ukatuonyeshe, ukatukumbushe tena na tena, ukatupe macho yetu kuganda msalabani, ili kwa picha hiyo ikayeyushe mioyo yetu ya kujisahau na kuonyesha upendo kwa mahesabu na kupendelea, lakini tuonyeshe kama ulivyotuonyesha bila upendeleo. Basi tunaomba utubariki tena tunapoendelea katika njia hiyo, na lakini unapoturudisha kwa masomo mengine kutuongoza katika njia ya Yesu. Ndivyo tunavyoomba kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Kwa pamoja nami robo nzima hii Arnold Lubinza, Enos Makalindile, nami Geoffrey Omondi. Bila kumsahau Gadi Leo tupo naye hapa, lakini alikuwa alishiriki pamoja nasi. Karibu robo nyingine inasemaje? Robo nyingine masomo ya mwongozo na somo linalosema vidokezo tamathali za semi ishara. Haya, hiyo ni Kiswahili hicho. Kiswahili hicho nadhani kitakuwa kina utata, lakini ni mambo ya lugha hizi za picha, lugha za picha za maandishi haya ambayo yanasumbua sana. Kitabu cha Daniel, Ufunuo, unabii. Mungu atatubariki sana. Hapa ni Dar es Salaam, karibu sana.